Mimi kwa majina naitwa Zakaria Bara aka kijana ya Matiang'i. Leo nataka nizungumze kwa yale mambo yametendeka kule Kisii, kwa sababu leo tulikuwa na rally kubwa ya ile timu ya Linda Wananchi. Kitu ya kwanza mimi nashukuru sana wakaaji wa Kisii na Nyamira kwa sababu mulichotokeza kwa wingi ndio kuraki hawa vinara wa timu Linda Wananchi, na mkutano ilifanyika vizuri, lakini kuna yale nimeona yalikuwa yanataka kufanyika lakini hayakufanyika. Mimi kama kijana ya Matiang'i nataka niseme hivi. Mimi kwanza kama Mkisii nataka niseme kwa yale nimeona especially yakifanyika pale Keroka. Niliona vijana wamebeba miti, wamebeba machembe, wamebeba panga. Sijui walikuwa naenda kupiga nani. Na mimi nataka niambie wale wakaachi wa Gusii at large, Nyamira na Kisii, naomba mambo kama haya yasitendeke kabisa, kwa sababu wewe ukikuja na miti unataka kupiga mtu na unajua unapiga ndugu yako. Na mimi nataka niambie wale walipanga mambo ya gunisimu pale Kisii, mshindo katika jina la Yesu, kwa sababu ukabila, ile uchuki, siasa ya ujinga hiyo iliisha na wakati. Kwa hivyo mimi najua, nataka niambie mwenye umbwa, kwa sababu najua nyinyi umbwa mlitumwa. Na kutumwa mlitumwa, tunajua mwenye aliwatuma. Mimi nataka niwaambie nyinyi ni wasensi na ni wajinga na muna akili. Kwa sababu ya nini niseme hivyo? Kwa sababu hii Kenya kila mtu ako na haki ya kufanya kampeni mahali popote anataka. Wale leaders walikuwa Kisii ni wa Kenya. Na tuko na haki, kila mtu ako na haki kupigia mtu mwenye anataka, lakini si ati kurasimisha region fulani ikae mahali fulani. Mimi nataka niambie mwenye umbwa, mwenye alituma zile umbwa, kwa sababu mimi nitaweza waita ni umbwa, kwa sababu hakuna haja kubeba silaha ya kwenda kupiga mtu kwa sababu ya kisiasa. Kwa hivyo nataka niwaite nyinyi ni umbwa, ni wasensi, kwa sababu hamjui lile mnastahili kufanya. Na mwenye umbwa, mimi nataka nikuhakikishie siku zako ziko namba at Kisii. Kwa hivyo usipochunga, Wakenya wenyewe ama wananchi wenyewe wa Kisii wataamua wadiri na wewe. Na mimi niko na hakika Wakenya au wa Kisii watadiri na wewe wakati ifikapo mwaka wa 2007. Kwa hivyo nataka nikuambie mwenye umbwa, hiyo ujinga ilisha na wakati. Saa hii kila mtu ako na haki ya kupigia mtu mwenye anataka. Kwa hivyo nataka nihakikishie watu, nihakikishie Wakenya, kwa yale muliona kama timu Linda Mwananchi ingeliact, ni mengi yangefanyika pale. Kwa hivyo naomba wale leaders wa Linda Mwananchi mulifanya vizuri hamkureact, kwa sababu hawa watu wenye walikuwa wamechiami na miti na mapanga na marungu ni wasensi, kwa sababu hawana nia njema katika maisha yetu ya Kenya hii. Kwa hivyo nataka nilaani hiyo na niseme, ndugu yangu Sifuna, wewe ni leader na wewe ni kiongozi ambayo wa hii nchi. Usiogope kutembea mahali popote, kwa sababu tunataka viongozi wenye wako na maono kama ya Sifuna. Tunataka viongozi wenye wako na maono kama ya Matiang'i. Tunataka viongozi wenye wako na maono kama ya Kalonzo Musyoka. Tunataka viongozi wenye wako na maono kama George Natembeya. Wala ambao wako na nia mbaya ya kuchafua Kenya hii, na waambia washindo katika jina la Yesu, kwa sababu hii Kenya hatuna room ya violence in this country. Kwa hivyo nataka nihakikishie Wakenya wote, niambie wafuasi wote wa Linda Wananchi, hii Kenya ni yetu na tuko na haki ya kusupport mtu yeyote tunataka. Kwa hivyo vile uliongea Mr. Sifuna, umeongea vizuri sana, umeongea kama kiongozi subafu kabisa, kwa sababu ulitacha yale mambo yanaguza mwananchi wa kawaida, na ukasema wewe kama kiongozi wa national uko tayari kufanya na viongozi wenye kwa na maono ya kupeleka nchi yetu mbele. Ulitacha ukasema uko na nia ya kufanya na Matiang'i, uko na nia ya kufanya kazi na kina Kalonzo, uko na nia ya kufanya kazi na kina Gachagua, uko na nia ya kufanya kazi na kina George Natembeya, uko na nia ya kufanya kazi na kina Eugene Wamalwa, kwa sababu hii nchi tunataka nchi yenye
iko na miundo misingi ya kufanyia wananchi kazi. Lakini hii ingine ya vipindi ninasema ni tawe, kwa sababu hakuna mahali watasaenda, kwa sababu wamegonga mwamba. Na mimi nasemanga hivi, wamegonga mwamba kwa sababu hii serikali imegonga mwamba, kwa sababu saa hii hakuna lile watajitetea mbele ya wananchi, kwa sababu tuliwapea kazi, wamekuwa tested na wanajulikana. Kazi yao ni kutenga na kutenga na kutenga, kwa sababu hakuna lile lolote linafanyika. Kuna vile munasema ati munajivunia maneno ya affordable housing. Affordable housing ilikuwa inafanywa hata na Uhuru, wakati Uhuru hakuwa anatoa ushuru kwa wananchi. Saa hii munasema tunaona nyumba zinatembea, na Uhuru alikuwa anachenga, lakini hakuwa anatosa ushuru kwa wananchi. Asanteni sana, na viongozi walinda wananchi, murudi tena na tena Kisii, kwa sababu tunawapenda na tunawaombea muweze kukomboa nchi iende mbele. Asanteni sana na Mungu awabariki.